Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asiri, tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Lakini cha msingi na kuomba, ikiwa unatazama na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia na kuomba tu unyenyekevu, bonyeza alama ya like na karibu. Mimi sielewi mbona Samia Suluhu Hassan hajielewi na yeye mwenyewe, licha ya kuwa kiongozi wa taifa hapa Tanzania. Wanasheria wameamua kumfukuza Samia Suluhu Hassan kule Arusha. Sasa iko hivi, siku ya Jumatatu, ilikuwa hiyo jana tu, Samia Suluhu Hassan alienda kule Arusha. Kulikuwa na mkutano mkuu wa chama cha mawakili, ukipenda wanasheria nchini Tanzania, haswa wala wa serikali, mkutano ambao ulikuwa unafanywa kule Arusha. Samia akaalikwa ili kuenda kufungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali Arusha. Alipofika pale, alisikika akizungumza maneno ambayo hayakufurahisha wanasheria ama mawakili hapa Tanzania. Ni kipi ambacho Samia alisema? Samia aliposimama kwa kipaza sauti mbele ya wanasheria hapa Tanzania kule Arusha, akasema hivi: yeye kama rais, na hata wakati alikuwa makamu wa rais, hajawahi idhinisha watu kunyongwa katika taifa la Tanzania. Kisha akatangaza na kusema ya kwamba yeye kama rais wa Tanzania anaheshimu haki za kibinadamu. Baada ya kuzungumza hivyo, mawakili walianza kunung'unika kwa mkutano huo na kumkataa kwamba maneno aliyoyatoa sio ya kweli, ila ni kudanganya wanasheria hapa Tanzania. Kwa nini mawakili wakanung'unika? Ishara tosha kwamba maneno aliyoyatoa hayafurahishi na sio ya ukweli halisi wa mambo, na kunung'unika kwao kuna maanisha waliweza kukataa ripoti ambayo aliipeana. Mtazamaji wa Tanzania ITV, huyu rais ambaye anasema anaheshimu haki za kibinadamu ni mkora, ni mjanja, kwa sababu kama angeheshimu haki za kibinadamu, Tundu Lissu hangekuwa gerezani Ukonga zaidi ya siku 400 kufikia sasa. Kama Samia anaheshimu haki za kibinadamu, aliyekuwa balozi Humphrey Polepole hakuwa amepotezwa tangu mwaka jana 2025 mwezi wa 10 hadi sasa hajulikani aliko. Kama Samia Suluhu Hassan anaheshimu haki za kibinadamu, wale ambao wanamkosoa hawawezi kupotezwa ama kutekwa nyara kufikia sasa. Kama Samia Suluhu Hassan anaheshimu haki za binadamu, wanaharakati hawangekuwa wametoroka nchi ya Tanzania, wakiwemo Mange Kimambi, Maria Sarungi, Mshabaha na wengine wangekuwa hapa Tanzania. Kama Samia Suluhu Hassan angekuwa kama rais yule ambaye hajawahi idhinisha watu kunyongwa ama kuuawa, hatungeshuhudia zaidi ya watu 10,000 kuuawa, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliagiza vyombo vya dola kuwaua Watanzania zaidi ya 10,000 mwaka jana kwa kile kilichosemekana ni uchaguzi hapa Tanzania. Kwa hivyo, na hadi kufikia sasa anaendelea kutumia vyombo vya dola. Mnajua tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, wanaharakati TFF na baadhi ya Watanzania walitangaza kutakuwa na maandamano. Mliona Samia aliagiza vyombo vya dola, akatoa amri
kambi zote za kijeshi, yani wanajeshi, jeshi la polisi wakajitokeza, walikuwa barabarani wote, hata hawakuwa na raia. Kama angekuwa anaheshimu haki za binadamu na hakuwa ameagiza ama hajawahi idhinisha watu kuuawa, jeshi la polisi halingekuwa limemwagika ukipenda Dar es Salaam na mitaa mingine kwa tisho la maandamano. Kwa hivyo huyu Samia maneno ambayo anayoyazungumza hajielewi. Huyu Samia ni mtu ambaye anajipendekeza tu kwa watu, kwa sababu tunamjua sisi kama Watanzania ni mtu ambaye ni kiongozi wa kiimla, anatumia kifua kuongoza taifa la Tanzania. Kama yeye angekuwa anaheshimu haki za binadamu vile alisema wakati rais wa jirani hapa Kenya alipokuja hapa Tanzania, Ruto, hangemwambia eti ukirudi Kenya uende upige vijana mikwaju vile na wapiga mikwaju hapa Tanzania. Hiyo ni haki za binadamu kweli? Samia anajikanganya, ni mkora, ni mjanja. Anaongea maneno ambayo hayana msingi wowote, na yeye ameandikishwa katika vitabu za kumbukumbu kuonyesha yeye amekuwa kiongozi wa kwanza kuwaua watu wengi hapa Tanzania, ambaye amekandamiza haki za binadamu, ambaye ni kiongozi wa kiimla, ambaye hataki kusikia mambo mengine kutoka mataifa mengine. Hivi majuzi bunge la Ulaya liweza kupitisha masuala nzito dhidi yake. Umoja wa Mataifa, Marekani kupitia seneti, wote wakaungana wakatoa ombi kwa Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Tundu Lissu. Ameshupaza shingo hadi kufikia sasa bado hajamwachilia, kumaanisha kuna uongozi wa kimla, haheshimu haki za binadamu, na yeye sio rais ambaye hajawahi idhinisha fivo hapa Tanzania, ila tu anataka Tundu Lissu auawe akiwa gerezani. Kwa hivyo wanasheria waliweza kumulika, wakakataa hotuba yake, wakamfukuza kwa kile ambacho kinasemekana alichokisema sio habari halisi ama ukweli halisi wa mambo hapa Tanzania. Kwa hivyo hiyo ni tabia ya Samia Suluhu Hassan na tushaizoea yeye yuko kwa njia hiyo ya uongozi. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine ambazo zimefika hapa kwa meza yetu ya habari, tutazileta baada ya kuzihakiki hapo baadaye. Lakini naomba kutamatishia hii kana hapo, tutakutana baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ukaweze ku subscribe, na kwaheri kwa sasa.